Nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Chadema yapigwa pini, yalia hujuma, mahakama kuu yasitisha shughuli zote za chama kusubiri uamuzi wa kesi ya viongozi wake wa zamani. Heche aidisha kikao cha dharura, wadai ni njama ya kuhijumu, wataja maeneo yanayolengwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Taarifa Chadema, uamuzi umechochewa zaidi na shinikizo la kisiasa badala ya msingi wa kisheria au haki. Chadema inachukulia hatua hizi kama ishara hatari ya kuporomoka kwa demokrasia nchini. Mwananchi limeandika siri nyuma ya gawio la shilingi trilioni 1.028 ni fedha ilizovuna serikali kutokana na uwekezaji wake kwenye mashirika taasisi. Uwekezaji bandarini, Airtel, NMB waibeba. Rais Samia atoa angalizo kwa utendaji wa mashirika mzigo. Shilingi bilioni 767 kiasi cha fedha ambacho serikali ilipata kama gawio kutoka kwenye taasisi zenye hisa kwa mwaka 2024. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Minyukano ya shika kasi mikutano ya Chadema CCM, habari katika ukurasa wa 7. Jarida la siasa ni anguko la vyama kongwe kuibuka kwa vichanga, habari katika ukurasa wa 12. Lea hoi CWT, vigogo wapya wabebeshwa mambo haya, habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele.